tu kwamba tumeiona siku hii, si kwa sababu ya sifa au chochote tulicho nacho. Ni neema yako, ni upendo wako. Basi tunakusihi tunapokwenda kulisikia neno hili linalohusiana na siku ya leo ya Pasaka, tunapokumbuka kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ukaweze kutufundisha, kutujaza maarifa na ufahamu, hata tutoke mahali hapa tukiwa tumepokea kutoka kwako, katika jina lako Bwana Yesu, amen. Neno letu ambalo tunajifunza siku ya leo ni kichwa kisemacho amefufuka katika wafu. Amefufuka katika wafu. Warumi sura ya 6 mstari wa 9. Warumi sura ile ya 6 na mstari ule wa 9. Tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Siku ya leo ni siku iliyo ya muhimu sana katika imani yetu ya Ukristo, kwa sababu tunakumbuka kwa habari ya kufufuka kwake Bwana Yesu, ambaye alisulubiwa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe alisema. Na tuangalie kwa kifupi jinsi ambavyo tukio hilo la siku ya tatu lilivyotokea katika Biblia zetu. Kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 1 mpaka wa 7. Mathayo 28 mstari wa 1 mpaka wa 7. Hata Sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Tunaona hapa wanawake hawa siku hii ya tatu ndiyo ambao alfajiri kabisa wanakwenda kulitazama kaburi alimozikwa Yesu. Watu wengine kwa hofu waliokuwa nayo hawakufanya hivyo, lakini Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya nimekwisha kuwaambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikukuu hii ya Pasaka ni sikukuu ambayo ilianza zamani sana, hata kabla ya Yesu mwenyewe. Imekuwa kiadhimishwa hapo mwanzo kwa kumbukumbu ya kukombolewa kwa wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Farao kule Misri. Kwa hiyo walipotolewa utumwani kule, mahali ambapo walitumikishwa kwa zaidi ya miaka 400, waliagizwa wakati ule walipotoka Misri kwamba wawe wanaikumbuka hiyo siku kwa kufanya sikukuu hii ya Pasaka kila ilipofika majira hayo. Hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa sikukuu ya Pasaka, ambayo ni zamani kabla hata Kristo hajazaliwa. Kitabu kile cha Kutoka sura 12. Kutoka sura 12 tutasoma hapo kwa kurukaruka mstari wa 3, alafu tutaruka mstari wa 6 mpaka wa 7,
alafu tutaruka mstari wa 11 mpaka 14. Kutoka 12 mstari wa 3 kwanza. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Mstari wa 6 mpaka wa 7. Sasa nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Mstari wa 11 mpaka 14. Mstari wa 11 mpaka 14. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote nikawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Na siku hii, angalia mstari wa 14, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakaambiwa siku hiyo ambayo Mungu aliwaagiza kwamba waweze kuchinja hao wanakondoa katika nyumba zao, alafu wachukue damu itakayotokana na yule kondoo atakayechinjwa, waipaka katika miimo ya nyumba zao na katika vizingiti vya mlango, ili Bwana atakapopita usiku kuziharibu nyumba za Wamisri, atakapoona ile damu atajua kwamba hii ni nyumba ya Mwisraeli. Kwa yule mharibu atairuka nyumba hiyo na kuziendea nyumba zingine ambazo hazina damu za kondoo kama ilivyoagizwa wana. Bwana Yesu asifiwe. Wakaambiwa kwamba wataifanya siku hiyo sikukuu ya kukumbukwa katika vizazi vyao vyote. Kitabu cha Hesabu sura 9 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kitabu cha Hesabu sura 9 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2. Kisha Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai mwezi wa 1 wa mwaka wa 2 baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri, akamwambia, tena wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Musa anakumbushwa tena kwamba siku hiyo ishikwe na kukumbukwa kama Mungu alivyoagiza. Kwa hiyo vizazi na vizazi vilivyokuwa vinaendelea vya wana Israeli, kila ilipofikia wakati huo walikuwa naifanya hii sikukuu wakikumbuka kukombolewa kwao kutoka Misri. Sasa Yesu naye alisherekea hii sikukuu. Wakati alipokuwepo duniani alisherekea hii sikukuu, na kilichotokea sasa, majira hayo hayo ya wakati wa sikukuu ya Pasaka, ndiyo majira hayo hayo ambayo Yesu alisulubiwa. Alisulubiwa majira hayo, walimkamata wakati huo, wakamsulubisha, wakamuua, na siku ya 3 akafufuka. Ilikuwa ni wakati wa sikukuu yao hii ya kawaida ya Pasaka, na Mungu aliliachia jambo hili litokee wakati wa majira ya Pasaka, kwa sababu sasa alikuwa analibadilisha. Badala ya kuwa ni siku ya kukumbuka kukombolewa kwa wana wa Israeli, sasa kinyume chake iwe ni siku ambayo ulimwengu utakuwa unakombolewa, ulimwengu wote, na si wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu naye akasulubishwa na kuzikwa na kufuka majira yayo hayo ya Pasaka, Mungu akianza jambo lingine jipya, agano lingine kwa ajili ya ulimwengu wote,
na sio wana wa Israeli peke yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ambaye alisulubishwa namna hiyo, yeye akachukua nafasi ya wale kondoo ambao waliagizwa wana wa Israeli katika kila nyumba wakati wanatoka kule Misri kwamba wachinje, na wachukue ile damu ya kondoo atakayechinjwa katika nyumba zao, waipake katika miimo ya nyumba zao na katika vizingiti. Sasa Yesu akafanyika kuwa mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba ile damu ya kondoo ambayo ilikuwa inawasalimisha watu ambao nyumba zao walipaka ile damu ya kondoo aliyechinjwa katika nyumba zao, kwenye vizingiti vya nyumba zao na katika miimo ya nyumba zao. Sasa leo damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani katika majira yale ya Pasaka, ile damu ya Yesu leo ndiyo ambayo inamkomboa kila mmoja anayemwamini Kristo na kuoshwa dhambi zake kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imekuwa ni tofauti. Sisi hatusherekei ukombozi leo wa wana wa Israeli walipotoka Misri kwenda Kanaani, la hasha. Leo tunasherekea na kukumbuka ukombozi wetu wenyewe uliopatikana pale msalabani wakati Yesu aliposulubiwa na damu yake ikamwagika. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 mpaka wa 8. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo amkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo, badala ya wale kondoo ambao walikuwa wamechinjwa. Leo Pasaka wetu ni Kristo, mwana kondoo aliyebeba dhambi za ulimwengu. Mstari wa 8. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Siku hii ya Pasaka ni siku ambayo tunatakiwa sisi kujisafisha na kujikagua kwamba je, ile damu ya Yesu iliyoka msalabani itutakasayo na kusafisha dhambi zetu imetuosha, imetusafisha, tumekuwa safi sisi? Je, tumekombolewa, tumeokolewa kama kusudi lake Mungu lilivyokuwa, kwamba huyu alikuja ili afanyike kuwa mwana kondoo wa kuchinjwa, Pasaka wetu, ili ulimwengu upate kukombolewa, upate kuokolewa? Je, kusudi hilo limetimia maishani mwetu? Limetimia miongoni mwa watu wengine ulimwenguni? Huenda wengine hawajasikia habari hizi, hawajui sisi tunafanya nini. Tunafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusudi kubwa tunapokuwa leo tunatafakari na kusherekea sikukuu ya Pasaka ni pale ambapo tunaliangalia kusudi la Mungu la Yesu Kristo, mwana kondoo aliyechinjwa, alipotumwa hapa ulimwenguni. Andiko lile tumelizoea sana katika kitabu kile cha Yohana sura ya 3. Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Chimbuko lake ilikuwa ni upendo wa Mungu kwa wanadamu. Upendo wa Mungu kwa wanadamu. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa tukirudi katika, kama tulikuwa tumeanza kujifunza semina yetu siku ya kwanza, siku ya pili,
tulikuwa tunafuatilia matukio yalikuwa yanatokea katika siku hizo. Tulifuatilia matukio yaliyotokea siku ya Ijumaa, na jana Jumamosi tukawa tunaifuatilia Jumamosi, au ilivyokuwa inaitwa wakati ule kwamba ni Sabato ya Bwana, siku ya maandalio. Baada ya Yesu kuwa amesulubiwa, jana yake Jumamosi yake ilikuwaje? Ilikuwa kimya kabisa, na ilikuwa inaonekana ni kama hakuna kitu tena, hakuna tumaini tena. Yule Yesu aliyesulubiwa msalabani hayuko. Yule Yesu aliye Mwokozi ambaye alikuwa anatenda miujiza na ishara nyingi hayuko. Alishindwa, ikaonekana kama alishindwa kujitetea pale msalabani. Maana wale watu kaambia, ikiwa wewe ni Kristo mwana wa Mungu, shuka msalabani tukuamini. Hakuna kitu. Aliokoa wengine, yeye mwenyewe ameshindwa kujiokoa. Yesu hakujibu kitu. Ikaonekana kama Yesu ameshindwa siku ile Jumamosi. Lakini katika mwili ndivyo ilivyokuwa inaonekana. Katika roho ilikuwa ni tofauti. Biblia inaeleza jinsi ambavyo mwili wake Yesu uliuawa, lakini roho yake ilihuishwa. Haikubaki kaburini roho yake Yesu. Lakini maandiko yanasema kwamba aliwaendea roho wale ambao walikuwa kuzimu. Aliwaendea kule na kuwahubiri. Unajua, Mungu anaweza kuonekana kama yuko kimya katika macho ya nyama na katika akili, lakini katika roho hayuko kimya. Kuna kitu kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Liko jambo linaendelea. Unaweza kukaa hivi kuona mbona kimya tu, mbona kimya, kuna kitu kinaendelea. Ndiyo, katika mwili ni kimya, lakini sivyo ilivyo katika roho. Ni mwili wake Yesu ndio ambao ulikuwa kaburini. Roho yake haikuwako pale. Bado alikuwa kazini kwa ratiba na majira na nyakati za kimungu. Huo ndio ulikuwa wakati wa kuendea roho waliokuwa kuzimu, na wakaenda kuhubiriwa huko. Biblia haielezi zaidi kitu gani kiliendelea na kilitokea wakati huo. Lakini sio hilo tu. Unajua, hapa duniani wale wakuwa makuhani na mafarisayo, wakuwa watu wao, walikuwa ndio wakati wa kuunda kamati. Wakaunda kamati ambayo tunaweza kusema ni kama kamati ya ulinzi au kamati ya usalama. Wakakutana na Pilato, wakajadili jinsi gani ya kudhibiti habari zile ambazo Yesu mwenyewe alizungumza kwamba atafuka siku ya tatu. Wakaichukulia ajenda ile kwa nguvu sana. Wakaweka vikao vya ngazi ya juu kwamba wanawezaje kukabiliana na hali hiyo, kwa sababu akifufuka Yesu, nafikiri kitakachotokea baada ya hapo kitakuwa ni kibaya zaidi ya hiki ambacho walikishuhudia. Wakakaa vikao kama jinsi tujuazo kwamba wanadamu huwa wanakaa vikao vyao. Hivi vikao unavyoviona hapa ndivyo inavyokuwa kwa kila mtu. Kila mtu huwa anakaliwa vikao katika ulimwengu wa roho. Kwa taarifa yako, si kwamba ilikuwa kwake Yesu tu, hata kwako wewe, hata kwangu mimi. Lazima kuzimu wakae vikao vya kukujadili na kuangalia ni jinsi gani ya kukudhibiti. Vikao vya ulinzi na usalama. Angalia Mathayo sura ya 27 mstari wa 62 mpaka 66. Mathayo sura 27 mpaka mstari wa 62 mpaka 67. Hata siku ya pili, hiyo ilikuwa ni Jumamosi sasa. Jana walimsulubisha, kafa, akazikwa. Siku ya pili sasa Jumamosi. Hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani, angalia watu wakubwa hao, wakuu wa makuhani na mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa kali hai. Kwa hiyo wameunda kamati hiyo ya makuhani na mafarisayo, alafu wamekaa na Pilato. Hawa ni watu wakubwa sana, wanajadili matokeo
na kauli ambazo zilikuwako Yesu akizungumza wakati alipokuwa hai. Tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa kali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuwaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, jeshi liko mikononi mwenu, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Kamati, ndugu zangu, zipo kamati zinazoundwa kwa ajili ya kufuatilia mtu mmoja mmoja. Unaweza ukashangaa sana, kwa nini jambo hili linakuwa hivi? Kwa nini liko hivi? Kwa nini liko hivi? Nataka nikwambie, katika ulimwengu wa roho ipo kamati inayokufuatilia ya ulinzi na usalama kutoka kuzimu. Inafuatilia maisha yako, inafuatilia familia yako, inafuatilia shughuli zako, inafuatilia kila kitu, kila unakokwenda, kila unalosema. Hebu angalia hapa, yule mjanja alisema. Wewe unasema mangapi? Unayoyasema yanafuatiliwa, unayoyafanya yanafuatiliwa. Sasa unalijua hilo, au umekaa tu kienyeji unasubiri matukio yatokee alafu ukimbie ukaombe? Tena wakati mwingine si kuomba, ukimbie ukaombewe. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Ikiwa Bwana wetu Kristo kulikuwa na kamati iliyokuwa inamfuatilia anayoyasema na kuyafanyia kazi, si zaidi sana wanafunzi wake? Si zaidi sana wale waliomwamini? Vile vile, kama kamati hii ndio iliyoratibu kukamatwa kwake Yesu na kusulubiwa kwake na kufa kwake, ipo kamati kwa namna hiyo hiyo kwako. Inaratibu jinsi gani utakamatwa, jinsi gani utasulubiwa, jinsi gani utatoweshwa, utamalizwa. Kwamba unajua, kwamba hujui, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hawa wakamwendea Pilato, mtu mkubwa sana. Pilato unaweza kusema leo kwamba kama walivyo hao majaji, maana ndio aliyemhukumu Yesu huyo. Kumbe yeye naye alikuwa ni wa upande wao, ni jaji, ni hakimu, kumbe ni wa upande wao. Sasa wanampelekea taarifa kwamba alishasema wakati akiwa hai, alishasema ile kwamba atafufuka siku ya 3. Jamani, jaji si anatakiwa siwe na upande? Hakimu si anatakiwa siwe na upande ili apafanye hukumu ya haki? Hatakiwa kuwa upande wowote ule. Sasa kama huyu tayari alikuwa upande wa Wayahudi waliokuwa wanatafuta kumuua Yesu, na ngoja nikwambie, katika hukumu ile aliyoitoa Pilato yani huyu asingeweza kutoa hukumu nyingineyo yoyote zaidi ya Yesu kusulubishwa. Lakini kama utafuatilia vizuri katika maandiko, mke wake ndiye aliyekuwa amempelekea ujumbe, akamwambia, bwana, angalia utakavyomfanya huyu mtu. Usiku wa leo nimeshughulishwa sana kwa habari zake huyu. Angalia sana, huyu mtu ni mwenye haki, usije ukaingia kwenye mtego. Mke wake ndiye aliyekuwa amemwonya Pilato. Pilato akajifanya kunawa maji, mimi sioni hatia juu mtu huyu na nini, lakini ndani moyoni alikuwa upande wa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo, tusiwatumainie watu, tusiwatumainie wakuu. Wakuu hawa, mfumo wake ulivyo, mifumo hii iko upande huu wa adui, haiko upande wa Mungu. Sio kama mnanielewa. Tusitumainie hiyo mifumo. Wewe mtumainie Yesu aliyekuokoa.
hiyo mifumo yote iko chini ya wakuu wa kisa. Hata kama utaweza kuwaona machoni, katika mwili wanaonekana kama ni watu ambao hawataki kujulikana kwamba wako upande gani, sio kweli. Wako upande wa wakuu, wako upande wa makuhani, wako upande wa Mafarisayo. Ndio maana ulipomkusanyikia bado aliweza kusikiliza shauri lao na akawapa ruhusa kwamba waende wakafanye jinsi wanavyoweza, kwa sababu askari ni wa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake ni nini haya yote? Wakati wote lazima uchue. Zipo kamati za adui zinaweza kufuatilia, zinafuatilia kila kitu chako. Ni pale tu unapokuwa umejiweka salama mikononi mwa Yesu, hawezi kufanyika kuwa ulinzi kwenye maisha yako. Hizi kamati hazina chochote mbele za Yesu, katika jina la Yesu. Hata kama kuna wakuu sijui wa nini, sijui kuna makuhani wakuu, sijui kuna mjaji mkuu, sijui kuna Pilato, kuna nani, lakini inapokuwa wewe uko ndani ya Kristo, unatumainia ulinzi wake, unatumainia wokovu wake, yeye aweza kukutetea, yeye aweza kukulinda, yeye aweza kukuepusha na maamuzi yoyote na ajenda zozote na mipango yoyote ya kuzimu, katika jina la Yesu. Tatizo ni pale ambapo tunajisahau. Wengi tunajisahau, tunasubiri matokeo au matukio yatokee, alafu tunaanza kutafuta msaada. Mimi limenipata hili. Huo ni utekelezaji tu wa hizo kamati, wewe ulikuwa ujui. Kwa hiyo vikao vilikaa, wakaunda hizo kamati, na mwanzoni kuonekana kama walifanikiwa. Walipomkamata Yesu na kumsulubisha akafa, wakaona walikuwa wamefanikiwa katika hilo. Sasa wakawa na ratibu zaidi kuhakikisha kwamba asifufuke. Sikiliza, unaweza kuwa umeundiwa kamati za mauti, zikaundwa na kamati za mazishi, na nimekuwa nikisikia shuhuda hizo mara nyingi. Mtumishi, yani nimeona kabisa katika ndoto, nimeona kabisa katika maono, yani mtu amekufa, tena ninamjua hata kwa jina, tumekusanyika katika mazishi yake. Ndiyo, hizo ni kamati ambazo ziko kwa ajili ya kila mmoja katika ulimwengu wa roho. Lakini tunaposema kwamba tuombe, kazi yetu au kazi mojawapo ya maombi tunayoomba ni kusambaratisha kazi za hizo kamati kinyume chetu, katika jina la Yesu. We piga, haribu vikao vyovyote, kamati zozote, ajenda zozote, chochote kile ambacho mmekaa mnajadili kunihusu, mnajadili kuhusu afya yangu, kinyume na familia yangu na kazi yangu na chochote kile, mnafuatilia yale ninayoyasema, mnafuatilia chochote kile katika maisha yangu, kwa jina la Yesu, hizo kamati ninazisambaratisha. Hizo hoja hazina nguvu, ninabatilisha kila kitu katika jina la Yesu. Kamati hizo zipo. Usisubiri mambo yametimia, mambo yametokea, unakuwa umeshachelewa. Ndio maana tunaambiwa tuombe maadamu Bwana anapatikana. Tuombe kabla mambo hayo hayajatokea. Lakini angalia leo, njoni tuombe, hakuna mtu anakuja, watu wamekaa tu. Unazipa nguvu hizo kamati zitekeleze mipango yake, na mipango ikitimia unaanza yani mimi yamenipata. Yamekupata nini? Kimekupata kitu gani? Chukua hatua kabla mambo hayajaribika. Omba kabla mambo hayajaribika. Omba kabla maji hayajajaa ukazama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo lilikuwa limetokea, na tunaona matokeo yake jinsi ambavyo
Tumesoma pale mwanzo. Kamati ziliundwa, wakaambiwa walilinde kaburi kadiri uwezavyo. Kwa hiyo kama walitafuta makomando, walitafuta wachawi siyo na waganga, wakaenda kwenye kaburi pale, si wakagonga muhuri, si muhuri ya nini wao wenyewe wanajua. Wakagonga muhuri na walinzi, si walifanya nguvu za giza wafanye chochote kile, wao wanajua. Lakini kama ninavyo maandiko tuliyotangulia kuyaona pale katika kitabu kile cha Mathayo pale sura 28, wanawake wale wawili walipokwenda pale, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili, walipokwenda kulitazama kaburi ile asubuhi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Mungu sasa anaingilia kati, kinyume na kamati zao, kinyume na maamuzi yao. Ulinzi walioweka, si waliweka na wachawi, waliweka na mapepo na majini ya kuzuia Yesu asifufuke. Pakatokea tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Malaika mmoja, sio wawili. Wao kamati zao walikaa wengi, wakuwa makuhani, walikaa hapo na Mafarisayo na Pilato, walikaa na mapepo yao, wakashirikishana hapo jinsi cha kufanya, wakatekeleza maamuzi yao. Na sasa Mungu akatuma malaika mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Akatuma malaika mmoja, pakatokea tetemeko la nchi. Malaika wa Bwana akashuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe. Makaburi yao walikuwa katika mdomo wa kaburi wanaweka jiwe kubwa, ambalo wanawake hawa kabla hawajaja hapa kaburini walijadili kwamba ni nani atakaye tutolea lile jiwe ili waende wakaupake manukato ule mwili wa Yesu kule ndani ya kaburi. Na kwa ni jiwe kubwa zito. Malaika akashuka akalivingirisha yeye mwenyewe pembeni kidogo, alafu akaenda akalikalia. Unajua kitendo kile kilikuwa ni kama kitendo cha dharau fulani hivi. Ninyi mmeweka ulinzi, mmeweka walinzi, mmeweka na silaha zenu mnazoziamini, mmeweka na uwezo wenu na nguvu zenu na namna zote ambazo mnaamini kwamba mahali hapa pako salama, na wakathibitisha kwamba usalama ulioko hapa ni wa hali ya juu, hakuna mashaka yoyote. Wako pale. Alafu malaika anashuka mmoja, akalitoa lile jiwe, akalikalia. Maandiko yanaeleza jinsi ambavyo walinzi hawa walikuwa kama wafu, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa, mstari ule wa 4, kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kushindwa na mipango ya wanadamu, au mipango ya mapepo, au mipango ya majini, au mipango ya wachawi. Mipango ya mtu yoyote ile haiwezi kumshinda Mungu katika kusudi lake. Amen. Ikiwa Yesu alisema kwamba siku ya 3 nitafufuka, na akazungumza mbele yao, na wale wakatumia nguvu zao zote na juhudi zao na maarifa yao yote ya kutaka kuzuia lile neno lisitimie la Yesu kufufuka, kama wangalikuwa na ufahamu, wasingaliweza kushindana na kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu haliwezi kushindwa kwa sababu ya wanadamu au kwa sababu yoyote yule. Ndio maana hawa watu mwisho wao ulikuwa ni kama watu waliokufa. Hawakufa, Mungu hakuwaua, lakini walikuwa kama wafu. Hawana nguvu, wako tu pale na hofu na nini, lakini aliwaacha waone yote yanayotendeka pale, waende wakasimulie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakawa hawana nguvu, wako kama wafu.
Lakini wakaona malaika amekuja pale, aliondoa jiwe. Wale wanawake wanakuja pale, malaika anazungumza nao, anawaeleza kilichotokea pale. Wanatumwa waende kawaambia wanafunzi wa Yesu kwamba amefufuka katika wafu, amewatangulia Galilaya kama nilivyosema, tunaona Galilaya. Na yote wanayaona. Alafu baada ya muda yule malaika akaondoka. Mahali pale pakawa kimya. Wale wanakuja kupata fahamu zao zinawarudia. Jiwe liko pembeni, ndani ya kaburi hakuna mtu. Yesu amefufuka kama alivyosema. Yesu akafufuka kama alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wa kushindana na Yesu. Hayupo wa kubishana na Yesu. Amen. Ndiyo. Na kwa sababu hiyo Yesu akawa ameishinda mauti. Kama kuna kitu ambacho kinawatisha wanadamu na maisha ya wanadamu ni kifo. Kifo na mauti ni vitu ambavyo vinawatisha sana watu katika kuishi kwetu. Mtu akiwaza habari ya kufa, akiwaza jinsi itakavyokuwa, jambo hilo lilikuwa linaleta hofu kubwa. Hata leo bado wako watu ambao wanakuwa na hofu kubwa sana wanapowaza kufa na mauti itakuwaje. Lakini alipokuja Yesu akatufafanulia kwa habari ya mauti kwamba ni nini. Ni kama kulala tu. Na mtu anapokufa katika Kristo ni kama tu amelala usingizi, lakini Bwana atakapokuja atawaamsha wale wote waliomwamini. Bwana asifiwe. Tuliona jinsi ambavyo alimwamsha Lazaro akawa hai. Alimwamsha yule kijana mmoja ambaye alikuwa anaenda kuzikwa kwenye ule msafara. Alipokutana nao pale akamwamsha yule kijana. Lakini wako ambao waliamka wakati Yesu alipokuwa anaitoa roho yake. Maandiko yanasema kwamba makaburi yalifunuka na miili mingi ya watakatifu iliinuka. Kwa hiyo Yesu anaondoa hofu ya kifo, hofu ya mauti, kwamba kumbe kufa katika Kristo ni kama tu kulala usingizi alafu utaamshwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sababu ya kuogopa kifo. Utaogopa kifo ikiwa hujui unakokwenda. Utaogopa kifo ikiwa hujui lolote lile. Lakini kwake yeye aliyemwamini Kristo, kwake yeye ambaye ametoa maisha yake kwa Yesu, kufa ni kama kulala. Kufa ni kama kulala usingizi. Wakati ule yule akida alipokuwa amemwomba Yesu akamponye yule binti yake, wakati Yesu anakwenda naye kwa akida, wakatumwa watu kwamba nendeni mkamwambia akida kwamba asimsumbue Bwana, maana yule kijana amekwisha kufa. Lakini Yesu alimwambiaje? Usiogope, amini tu, bado twende, usiogope. Hata kama amekwambia kwamba amekufa, usiogope. Kwa sababu gani? Kifo kwa Yesu ni kama kulala tu. Na alipofika pale akawaambia wale watu walikuwa wanaomboleza pale kwamba msilie, mnalia nini? Kijana hajafa, amelala tu. Watu wakacheka. Wakacheka. Yaani sisi tumemwona amekufa kabisa, yani joto hakuna, hapumui, amekufa. Alafu anasema amelala tu. Watu wakacheka. Walikuwa wamjui Yesu. Walikuwa wamfahamu Yesu. Kifo kwa Yesu ni kama kulala tu. Yeye akifika, yeye aliyelala ataamka usingizini katika jina la Yesu. Bwana atatuamsha, atatuamsha usingizini, atatuinua, atafufuka. Yeye mwenyewe ilikuwa ni kama amelala tu. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni kama amelala tu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akaamka. Akatoka katika wafu. Unapokuwa ndani ya Kristo usiogope kufa. Ni kama kulala tu. Nasema ni kama kulala usingizi. Na kama jinsi ambavyo maandiko yanavyoeleza juu yake mwenyewe. Mwili ulikuwa umeuawa. Roho yake ilikuwa
imehuishwa. Na ndivyo tunavyokuwa hata sisi. Inaposemekana mtu amekufa, mwili ndio ambao umekufa, lakini roho yake mtu yule imehuishwa, imemrudia Mungu aliyeitoa. Na tunaona jinsi ambavyo yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwake nani? Mpaka kifuani kwake nani? Ule pale ulikuwa ni mwili, lakini maskini Lazaro mwenyewe zamani alishahuishwa, yuko pamoja na Ibrahimu na watu wengine watakatifu wengine, wanasubiri tu siku ya kuamshwa. Na unaoamshwa ni mwili. Roho ya mtu yule bado ipo na inakuwa katika mwili mwingine wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ukilijua hili, huwezi kuogopa kufa. Kufa katika Kristo ni kulala. Ni kulala. Yesu akamwambia wanafunzi wake, twendeni tukamwamshe rafiki yetu Lazaro. Lazaro alikuwa amekufa. Wanafunzi wake hawakujua. Wao nao walikuwa wajui kwamba katika Kristo kufa ni kulala. Wakasema, kama amelala basi twendeni. Akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa, lakini katika yeye amelala. Twendeni tukafanye nini? Tukamwamshe. Walipofika pale, Lazaro aliamka kuamka. Aliamka kuamka. Akaambia Lazaro, rafiki yetu umelala, njoo. Njoo hapa, rafiki zako tuko hapa. Lazaro alikuwa amekufa, ghafla akatoka nje, yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mauti na kifo havina kazi kwa Yesu katika jina la Yesu. Mauti na kifo havina kazi ndani yao walio katika Kristo katika jina la Yesu. Tunaposherehekea leo na kukumbuka kufufuka kwake Bwana Yesu, maana yake ni kwamba sisi tunatakiwa leo tudharau hofu iliyo juu ya mauti. Hofu ya kifo haina kazi kwetu sisi. Tuishi na kumtumikia Bwana Yesu tukijua ya kwamba uhai tulio nao, uhai huu ni wa milele, ni wa milele, ni wa milele. Tunao uhai wa milele katika jina la Yesu. Kama jinsi ambavyo Kristo amefufuka na hafi tena, sisi nasi tutaendelea kuwa hai katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, silaha kubwa ya shetani ni kuwajaza watu hofu. Nikifa itakuwaje? Nikifa itakuwaje? Wewe ukifa umelala, ukiamka unaamka pamoja na Yesu. Unaamshwa na Yesu na unakaa na Yesu. Asikubabaishe shetani kwa habari ya kifo. Asikubabaishe shetani kwa habari ya mauti. Kazi hiyo iliisha shindwa pale msalabani, na Yesu akaimalizia yeye mwenyewe alipoonja mauti kwa ajili ya kila mtu. Akamaliza hofu na nguvu iliyokuwa juu ya wanadamu kwa habari ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo tunayo mamlaka na amri juu ya mauti. Mauti ni pepo. Wako pepo unaoitwa pepo mauti. Yesu ametupa mamlaka juu ya pepo hao, nao hawana uwezo wa kuchukua au kumondoa mtakatifu wa Bwana kabla ya majira na wakati wake. Inapokuwa ni pepo mauti, tuna uwezo kuamuru kwa jina la Yesu waondoke. Amen. Amen. Na mimi nimeshuhudia mara kadhaa pepo mauti wakitoka ndani ya watu ambao walikuwa wanataka kuuawa na hizo roho chafu. Maana sio vifo vyote ambavyo vinatokana na Bwana. Viko vifo ambavyo vinatokana na hizo roho. Hizi roho bado zinafanya kazi leo kwa watu wasioamini, kwa watu wasioijua kweli, kwa watu ambao hawana Kristo ndani yao. Bado hizo roho zina nguvu juu ya maisha yao. Lakini kwake yeye aliye ndani ya Kristo ni tofauti kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
katika kitabu kile cha Waebrania sura 2 mstari wa 14. Waebrania sura ya 2 Waebrania na mstari ule wa 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Yeye aliyekuwa na nguvu za mauti ameharibiwa pale msalabani. Nguvu hizo hanazo tena katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hosea sura 13 mstari wa 14. Kitabu cha Hosea sura ile ya 13 na mstari ule wa 14. Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yako. Nitawaokoa na nguvu za kaburi. Kaburi halina nguvu tena kama jinsi ambavyo alikuwa na nguvu kwake Kristo Yesu. Ile nguvu ya kaburi, mateso ambayo yanatokana na mauti, hayako tena. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Hayako. Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Hakuna. Kwa sababu Yesu ametushindia katika jina la Yesu. Yesu Kristo ameshinda, na kwa kushinda kwake alifanya hivyo kwa ajili ya wale watakao muamini. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaomwamini Yesu leo wanapewa ushindi, wanapewa kushinda kama vile jinsi ambavyo yeye mwenyewe alivyoshinda. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa 57. Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari ule wa 57. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anatupa kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na maandiko sehemu nyingine sema kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Warumi sura 8 mstari 37. Warumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Kwake yeye aliyetupenda. Yesu alishinda, akadhihirisha kwamba hakuna mtu mwenye uwezo wa kumuua Yesu. Hayuko. Hata Yesu alipokufa ni yeye mwenyewe aliutoa uhai wake. Na anaeleza jinsi ambavyo aliutoa uhai wake, wala hakuna awezaye kumuondolea. Yaani hakuna anayeweza kumuua Yesu, hakuna anayeweza kuondoa uhai wa Yesu. Anapotoa, anautoa mwenyewe na kwa ajili yake na kwa kusudi maalum kwa ajili yetu. Kwa hiyo alionja mauti kwa ajili yetu. Yeye ni mkuu wa uzima. Yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili yetu. Pointi ya kwanza hiyo. Pointi ya pili, kwake kuna nguvu ya ufufuo. Aliwaambia ndugu zake Lazaro, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Huna haja kuwa na hofu ukiwa kwake Kristo. Iko nguvu ya ufufuo. Hii nguvu ya ufufuo si tu kwa ajili ya mauti. Ni nguvu ya ufufuo kwa ajili ya chochote kile kinachoonekana kinakufa au kimekufa. Nguvu ya ufufuo itokanayo na Kristo ina uwezo wa kukifanya kilichokufa kikaishi tena katika jina la Yesu. Kama unaona kuna dalili ya kufa, aidha kufa katika maisha yako mwenyewe
au kufa kwa biashara zako, kufa kwa ndoa yako, chochote kile, tumia nguvu ya ufufuo ipatikanayo katika Kristo Yesu. Chochote kile chaweza kufufuka katika jina la Yesu. Lakini pointi nyingine ya tatu, alitukomboa pale msalabani. Aliposema imekwisha, alimaliza kazi ya kumvua shetani enzi na mamlaka. Unajua shetani pale katika bustani ya Edeni aliwavua Adamu na Hawa enzi na mamlaka waliokuwa wamepewa na Mungu, ambaye aliwaumba kwa mfano wake na kwa sura yake na mamlaka yake. Kitendo cha mwanadamu kudanganywa na Ibilisi na kumwamini Ibilisi ni kama alisarenda enzi na mamlaka kwa shetani. Maana yake nini? Kabla mwanadamu hajatenda dhambi, shetani alikuwa chini ya mamlaka ya Adamu na Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, kabla mwanadamu hajatenda dhambi, mamlaka aliyokuwa nayo Adamu na Hawa ilikuwa ni mamlaka yenye nguvu kuliko nguvu alizo nazo shetani katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana alijua kwamba ikiwa anataka kuwashinda wanadamu, kwanza awadanganye, awaletee udanganyifu ili watende dhambi, awanyang'anye enzi na mamlaka waliopewa na Mungu, apate sasa yeye kuwatawala wanadamu wenye dhambi. Na ndicho kilichotokea baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi. Hatima yake wakawa chini ya mamlaka ya kuzimu. Sasa Mungu akawaacha, akawafukuza na pale katika bustani ya Eden, wakaanza kuishi maisha ya laana. Shetani mwenyewe ni mlaaniwa, Adamu na Hawa na wao wakalaaniwa. Tayari biashara imeisha. Ndio maana hata leo ukiwa ni mwenye dhambi, shetani atakutawala. Wachawi watakubeba na kukupeleka wapendako. Wachawi wakitaka kukunyoa nywele watakunyoa, na utastukia tu asubuhi unaambiwa, kwani hapo kichwani kuna nini? Mbona nywele haziko? Ujue hata ulinyolewa lini. Uko chini ya mamlaka ya wakuu wa giza. Lakini kazi aliyoifanya pale Kristo msalabani, ametukomboa tena ili kuturudishia tena enzi na mamlaka, ili sisi tena tuwe na mamlaka juu ya huyo shetani na kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alimaliza hiyo kazi pale msalabani. Ni juu ya kila mmoja aaminie kutembea katika mamlaka ya Mungu iliyo halisi na kuzikanyaga kazi zote za Ibilisi katika jina la Yesu. Ukombozi wetu ni tayari. Ukombozi wako ulishakuwa tayari. Ukombozi wako ulishalipiwa gharama zote pale msalabani. Ni wewe kuamini na kutembea katika nguvu hizo za ukombozi leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya 4, ametuweka huru mbali na mateso ya Ibilisi na roho za kila namna kutoka kuzimu, za magonjwa na kuonewa na kila jambo baya unalolijua. Yesu alituweka huru, na mtu akiwekwa huru anakuwa huru kweli kweli. Wewe nikwambie jambo moja ambalo labda hulijui. Mambo haya hayatokei yenyewe tu vivi hivi. Ni mpaka wewe ujifunze hili neno, ulijue hili neno, uliamini, alafu kwa kulifahamu uanze kuliishi. Unaweza kuokoka bado ukawa unaonewa. Unaweza kuokoka bado ukawa unachapwa na mapepo. Unaweza kuokoka bado ukawa unatumikishwa na nguvu za giza. Lakini ukijua kweli, kweli itakuweka huru ikiwa wewe utasimama katika hiyo kweli. Utalijua hilo neno, utasimama katika hilo neno, na hilo neno likawa ni wimbo wako katika maisha yako. Ukawa unatamka hayo maneno.
ukawa unatamka mbele za shetani kwamba huna uwezo, huna mamlaka. Mimi nimekwisha kuwekwa huru mbali na nguvu zako. Mimi nimekwisha kuwekwa huru mbali na magonjwa kwa jina la Yesu, sababu kwa kupigwa kwake Kristo yeye alizitwaa laana zangu zote. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake wewe huna mamlaka ya kunionea tena mimi, maana adhabu yangu ilikuwa juu yake katika jina la Yesu. Lazima ujue, lazima utamke. Yesu wakati anajaribiwa nyikani alikuwa anamtamkia shetani, imeandikwa, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Alipoambiwa badilisha mikate hii, una njaa sasa, badilisha mikate hii ule, akisema imeandikwa. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Alikuwa anatamka neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Neno la Mungu ni moto ulao. Lakini Wakristo wa leo, akiona kuna matatizo, anachukua Biblia hii, anaiweka chagoni, analalia eti nguvu za Mungu zimlinde. Jinga huo. Wewe unaweza kumtishia nyao shetani. Unamtishia na Biblia. Wewe unafikiri haijui hii Biblia shetani? Shetani anaijua Biblia kuliko wanadamu. Tofauti yake na sisi, yeye anajua neno hili lakini haliishi, halitendei kazi, ameliasi. Sio kwamba hajui. Alikuwa anamwambia Yesu imeandikwa, na anataja maandiko yako katika Biblia. Neno hili linakuwa na nguvu pale ambapo tunalijua na kuliamini na kulisimamia kwa kulitamka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema Kristo ametuweka huru mbali na mateso ya ibilisi, ni pale ambapo sisi wenyewe tunasimama katika neno hilo. Amen. Pointi ya 5, ametuanzishia njia mpya ya kumwendea Baba kwa jina lake. Ndio, hapo mwanzo tulikuwa tuna namna ya sisi kumwomba Mungu. Ni kama tulikuwa tunamwomba Mungu, tulikuwa tunaomba miungu ya kwenye mapango, miungu ya kwenye miti, miungu labda iliyoko katika maji, kwenye mabwawa hivyo. Watu wanakwenda porini, wanaenda kuomba hivyo. Lakini Yesu Kristo, yeye ametuanzishia njia mpya ya kweli yenye nguvu ya kumwendea Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Amen. Hatuna mashaka katika hilo. Tuna uwezo kuomba kwa jina la Yesu aliyesulubiwa msalabani, kwa jina la Yesu aliyefufuka katika wafu kwa ajili yangu, kwa jina la Yesu aliyenishindia mambo yote, kwa jina la Yesu lenye mamlaka yote juu mbinguni, chini duniani na chini ya nchi, kwa jina la Yesu. Ni mimi na wewe kuziamini habari hizi na kuzitendea kazi, na shetani hawezi kupita hapo katika jina la Yesu. 6 na mwisho, ameturudishia haki yetu ya kuwa wana wa Mungu iliyokuwa imepotea pale katika bustani ya Eden. Unajua Mungu hapo mwanzo alikuwa na uhusiano mzuri sana na wanadamu, na maandiko yanaeleza jinsi ambavyo Mungu alikuwa anakwenda kupunga upepo pamoja na kina Adam. Alikuwa anaenda kusema nao sasa, kupunga upepo kabla hujatenda dhambi. Biblia inaeleza hivyo. Kwa hiyo jinsi ambavyo Mungu alikuwa karibu sana na watu ambao alikuwa amewaumba na alikuwa anawapenda. Walikuwa washirika wake kwa namna fulani. Lakini baada ya anguko la mwanadamu, Mungu aliwafukuza kabisa watu, akawa hawataki, akawatoa kwenye bustani ya Eden. Biblia inasema kwamba akaweka makerubi wenye upanga wa moto
kuzuia wanadamu wasirudi tena pale katika bustani ya Eden. Ikawa kuna uadui, lakini Yesu Kristo, yeye ambaye alisulubiwa, pazia la hekalu likapasuka, kuondoa kile kiambaza, kuondoa ule ukuta uliokuwako kati ya wanadamu na Mungu. Yesu Kristo amekuwa mpatanishi wetu, ametupatanisha na Mungu, na sisi kupitia kwa Kristo Yesu tunaitwa tena wana wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Lile pazia limepasuka. Yesu ametuunganisha tena na Baba, tunakuwa tena watoto wa Mungu, na Mungu anakuwa ni baba yetu. Hata wakati anafundisha kuomba akisema ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yeye anakuwa baba yetu. Mungu ni baba yako. Mungu ni baba yetu. Kama vile baba anavyohusika kwa watoto wake, ndivyo Mungu zaidi sana anavyohusika na maisha yetu. Unapoomba mwambie Baba, mimi mwanao ninaomba hapa, nina haja na wewe. Omba kwake kama baba yako, na Baba atafanya kwa mwana wake ampendaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo tunapokuwa tunakumbuka kufufuka kwake Bwana Yesu, kazi ambayo ilifanyika pale msalabani ni faida kubwa sana kwetu sisi tuaminio. Kazi iliyofanyika pale msalabani ni kazi kubwa sana kwa habari ya imani tuliyo nayo katika Kristo Yesu, kwa habari ya imani yetu ya wokovu ambayo tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni faida ikiwa wewe unamwamini Yesu na umeokoka. Lakini ikiwa unasherekea Pasaka kwa mazoea, na haya yote tuliyoangalia hapa si sehemu ya maisha yako, haiwezi kuwa faida kwako. Ndio maana ni muhimu sana ukatoa maisha yako kwa Yesu. Yesu akawa Bwana na Mwokozi, na faida zote zinazopatikana pale msalabani zikawa ni za kwako. Maana haya yote yalifanyika iwe faida kwa mwanadamu, sio kwa Yesu. Yesu alitoka juu mbinguni akashuka duniani kwa ajili yetu sisi, sio kwa ajili yake. Lakini leo wachache wana ufunuo huu, wachache wanalijua hili, kwamba yale yote ambayo Mungu aliyafanya, yale yote yaliyotokea msalabani, yale yote ambayo yameandikwa ni kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako, sio kwa ajili ya Mungu. Mungu hana hasara, wala yeye hana dhambi. Wenye dhambi ni sisi. Sisi ndio ambao tunahitaji msaada. Sisi ndio ambao tumeletewa msaada kutoka juu mbinguni. Ni nani basi mtu mwenye akili ambaye ataupokea msaada huu? Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Nani mwenye akili? Nani mwenye ufahamu ambaye ataitumia Pasaka hii iwe faida kwake, iwe faida katika maisha yake? Wenda ulikuwa hujajua kwamba Pasaka ni nini. Pasaka sio kunywa pombe. Pasaka sio nguo mpya. Pasaka sio kula pilau. Hayo kama yanafanyika ni ya ziada tu. Lakini pia tufanye yaliyo mema, sio maovu. Sio maovu. Sio ile tu. Je, unayo sifa ya wewe kusherekea Pasaka? Hiyo sifa unayo. Unaweza ukawa unashangilia leo, lakini kumbe uko nje ya box, au uko ndani, uko nje ya box. Na Yesu anakuja, anawajua walio wa kwake. Heri yake yeye, heri yake yeye ambaye amefanyika kuwa mwana wa Mungu, amerudishiwa tena kuwa mwana. Mungu atakuwa na wakati tena
wa kupunga upepo pamoja nasi kama alivyofanya kwa Adamu na Hawa pale katika bustani ya Eden. Uhusiano wetu na Mungu utarejezwa. Nguvu ya ufufuo itatembea pamoja nasi, maana Yesu ameturuzuku hayo yote yawe sehemu ya maisha yetu ya kiroho, wala tusipungukiwe neno. Ikiwa mtu atapungukiwa, ni kwa sababu tu ya udhaifu wake, mapungufu yake binafsi, lakini si kwa sababu ya udhaifu alionao Mungu, wala si kwa sababu Mungu amepungukiwa. Ni sisi. Tatizo liko kwetu sisi wanadamu. Katika hatua ya kwanza, kabla tuendelee na maombi, hebu jithibitishe mwenyewe. Jithibitishe mwenyewe kwamba Mungu ni baba yako na wokovu umeingia ndani yako. Umemwamini Yesu huyu ambaye leo tunakumbuka kufufuka kwake. Umeziacha njia zako mbovu na kumwambia Yesu, nisamehe, maana nalifanya kwa ujinga tu nilipofanya dhambi. Lakini kumbe leo nimejifunza na kujua kwamba wewe ulikuja ulimwenguni humu ili mimi nipate kukombolewa, nipate kuokolewa, nisamehewe dhambi zangu zote, nirudishiwe uhusiano wangu uliokuwa umeharibika na Mungu, unirudishie Bwana Yesu. Hilo kwanza ni la msingi sana, la muhimu sana, wewe kutengeneza na Mungu wako kwa jina la Yesu, ili upate kufutiwa dhambi zote kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Ni wale tu waliooshwa kwa damu ya Yesu ndio watakaopona, kama walivyopona wana wa Israeli wakati mharibu alipopita katika nyumba za Misri. Alipoona nyumba yenye damu ya kondoo katika miimo na vizingiti vyake, mharibu hakuingia hapo. Nyumba zile ambazo hazikuwa na damu ya kondoo, kila aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wa wanadamu na wanyama alikufa. Ndivyo itakavyokuwa siku ya mwisho. Yeyote yule ambaye hajaoshwa kwa damu ya mwana kondoo na kusafishwa dhambi zake zote alizokuwa nazo na kusamehewa, huyo hataweza kuwa salama. Lakini waliomwamini Kristo wakahitaji msaada kwa Yesu wa kuoshwa dhambi zao kwa imani, hao wataokolewa, watakombolewa, watapona. Kwako wewe ambaye unataka Pasaka hii ibaki katika kumbukumbu zako kwamba ni wakati ambao ulifanya uamuzi kwamba mimi nataka kukombolewa kwa damu ya Yesu, nataka kuwa mwana wake Mungu, utapona na ahadi zake Mungu zitakuwa juu yako. Kwa sababu hiyo, nataka nikuombee wewe ambaye siku ya leo unataka kurudisha uhusiano wako na Mungu. Mungu asikie sauti yako utakapokuwa unaomba, maana Mungu hawasikii wenye dhambi. Lakini ikiwa mtu anafanya yampendezayo, Mungu humsikia huyo. Leo jenga upya, anza upya uhusiano wako na Mungu. Nataka nikuombee mtu wa namna hiyo, ili nguvu ya ufufuo ikubadilishe siku ya leo. Nguvu ya ufufuo ile ile iliyomfufua Kristo Yesu akatoka kaburini, hiyo nguvu ya ufufuo inaweza kufanya maajabu katika maisha yako ikiwa uko tayari. Sehemu yako, nyosha mkono wako nikuombee wewe ambaye leo unataka nguvu ya ufufuo kwa Kristo ikubadilishe. Mungu akubariki sana. Chukua hatua. Sogea hapa nilipo. Sogea hapa mbele. Chukua hatua, nataka nikuombee. Sogea hapa mbele. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana.
Tunalibariki jina lako Yesu. Leo ikiwa ni siku maalum sana, siku ya Pasaka, siku tunayokumbuka kufufuka kwako na kukombolewa kwetu wanadamu. Kubariki. Fuatisha maneno haya. Na kusubiri wewe bado hujafika hapa, ili tuombe kwa pamoja. Tuombe wote kwa pamoja. Fuatisha maneno hayo. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, nimeliamini. Wewe ulifufuka katika wafu kwa ajili yangu, upate kunishindia mimi, nipate kukombolewa, nipate kuokolewa. Bwana Yesu, ninasema asante. Asante Yesu. Ninakusihi ukombozi wako unaotokana na damu yako iliyomwagika pale msalabani. Bwana Yesu, nitakase, nitakase, nisafishe maovu yangu na dhambi zangu, ili kuanzia leo ukombozi wako uwe juu yangu. Unikomboe, uniokoe, uniponye kwa kazi yako ulioifanya pale msalabani, ukasema imekwisha. Asante Yesu kwa kunifutia mimi maovu yangu yote. Ninakusihi uchukue maisha yangu na kuyaweka mikononi mwako. Uniongoze kuanzia sasa, unisaidie kuanzia sasa, unishike kwa mkono wako kuume kuanzia sasa, wala nisirudi nyuma, wala nisibabaike. Bwana Yesu, nisaidie, maisha yangu yaanze upya, maisha yangu yafunguliwe upya katika wewe. Yeyote yule mwingine aliyekuwa amechukua nafasi ndani ya moyo wangu, katika nafsi yangu, katika mwili wangu, kuanzia leo, kwa jina lako Yesu, ninakusihi asipate nafasi tena. Ninabatilisha mashauri yake, ninabatilisha maneno yake, uongo wake, hila zake, kwa jina la Yesu ninazikataa. Bwana Yesu, uwe Bwana wangu na Mwokozi wangu kuanzia sasa hata milele, katika jina la Yesu. Amen.